Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa maelezo ya kina zaidi kuhusu hali yake ya kiafya baada ya kufanyiwa matibabu ya uvimbe hatari wa tezi dume, akisisitiza kuwa sasa yuko katika hali nzuri na anaendelea kutekeleza majukumu yake ya uongozi bila vikwazo vyovyote. Katika taarifa yake iliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kama X, Netanyahu alifafanua kwa undani mchakato mzima uliosababisha kugunduliwa kwa tatizo hilo. Alieleza kuwa baada ya kufanyiwa upasuaji mwezi Disemba mwaka 2024 wa tatizo lisilo la saratani la uvimbe wa tezi dume, aliendelea kufuatiliwa kiafya kwa ukaribu kama ilivyo kawaida kwa wagonjwa waliopitia hali hiyo. Ni katika uchunguzi huo wa kawaida ndipo madaktari walipogundua doa dogo sana lisilozidi sentimita 1 ambalo lilihitaji uchunguzi wa kina zaidi. Kwa mujibu wa maelezo yake, vipimo vya ziada vilithibitisha kuwa doa hilo lilikuwa ni saratani katika hatua ya awali kabisa, hali ambayo kwa kawaida huwa na uwezekano mkubwa wa kutibika iwapo itagunduliwa mapema. Madaktari wake walibainisha kuwa hakukuwa na dalili zozote za kuenea kwa seli za saratani kwenda sehemu nyingine za mwili, jambo lililompa matumaini makubwa ya kupona haraka. Netanyahu alisisitiza kuwa uamuzi wa kuchagua matibabu ya haraka ulitokana na falsafa yake ya maisha na uongozi. Alieleza kuwa anapopata taarifa za uwepo wa hatari huwa hapendi kuchelewa kuchukua hatua. Kauli yake ilionekana kuwa pia ujumbe wa kisiasa, akilinganisha maamuzi ya kiafya na maamuzi ya kiusalama ya taifa, hasa katika mazingira ya mvutano wa kikanda unaoikabili Israel. Alibainisha kuwa alifanyiwa kile alichokiita matibabu maalum yaliyolengwa, ambayo kwa mujibu wa wataalamu wa afya mara nyingi hujumuisha mbinu za kisasa za upasuaji mdogo wenye teknolojia ya hali ya juu, tiba ya mionzi inayolenga eneo maalum, au hata matumizi ya dawa maalum zinazoshambulia seli za saratani bila kuathiri sana tishu nyingine. Ingawa kutoa maelezo ya kitaalamu ya kina kuhusu aina ya matibabu aliyopata, alisisitiza kuwa matokeo yake yalikuwa chanya kabisa na tatizo liliondolewa kikamilifu bila kuacha athari yoyote. Katika ripoti yake ya afya ya kila mwaka, madaktari walithibitisha kuwa mbali na changamoto hiyo ya muda mfupi, waziri mkuu yuko katika hali bora ya kiafya. Vipimo vya damu vilionyesha kiwango cha kawaida, mfumo wa moyo na mishipa uko imara, na uwezo wake wa kimwili unaendelea kuwa mzuri kwa umri wake. Taarifa hiyo pia iligusia historia yake ya kiafya, ikiwemo uwekaji wa kifaa cha kudhibiti mapigo ya moyo alichofanyiwa mwezi Julai mwaka 2023, ambapo tangu wakati huo hajapata matatizo yoyote ya moyo. Uamuzi wa kuchelewesha kutangaza taarifa hiyo kwa umma kwa muda wa miezi miwili pia umeibua mjadala. Netanyahu alieleza wazi kuwa hatua hii ilichukuliwa kwa sababu za kiusalama na kisiasa, akidai kuwa hakutaka kutoa mwanya kwa maadui wa Israel, hata Irani, kutumia taarifa zake za kiafya kama nyenzo ya propaganda. Kwenye kipindi hicho, hasa wakati wa mvutano wa kijeshi mwezi Machi, kulienea uvumi mtandaoni uliodai kuwa alikuwa amejeruhiwa vibaya au hata kuuawa, jambo ambalo sasa limekanushwa rasmi na taarifa yake. Kwa upande wa kijamii na kiafya, Netanyahu alitumia fursa hiyo kutoa wito kwa wananchi wa Israel na dunia kwa ujumla kuhusu umuhimu wa uchunguzi wa afya mara kwa mara. Alisisitiza kuwa kugundua magonjwa mapema ni silaha muhimu katika kuyashinda, akitumia uzoefu wake binafsi kama mfano hai wa mafanikio ya uchunguzi wa mapema. Aidha, alitoa shukrani zake za dhati kwa madaktari na wahudumu wa afya katika hospitali waliomhudumia, akiwapongeza kwa taaluma yao na kujitolea kwao. Alieleza kuwa ubora wa huduma alizopata umechangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya matibabu yake. Katika hitimisho la ujumbe wake, Netanyahu aliunganisha swala la afya yake na hali ya taifa, akitoa sala maalum kuelekea kuanza kwa Sabato. Aliwaombea wale wote waliojeruhiwa kimwili na kisaikolojia kutokana na migogoro inayoendelea, akituma salamu za faraja na matumaini ya uponyaji wa haraka. Kwa ujumla, taarifa hii imechukuliwa kama ishara ya uwazi kutoka kwa kiongozi huyo, huku ikitoa picha ya mtu anayejitahidi kudhibiti afya yake katika mazingira ya majukumu yake mazito ya uongozi na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoikabili Israel.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.